Hujambo na karibu kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Iran inazidi kuyatahadharisha mataifa ya Kiarabu kuendelea kushirikiana na Israel pamoja na Marekani. Iran imesema mataifa hayo yanapaswa kujizuia na kutodumu milele na ushirika wa Israel pamoja na Marekani, kwani ni mataifa ambayo hayana uaminifu, na siku zote amekuwa mataifa hayo mawili ni mataifa ambayo yana uhitaji maalum katika eneo hilo la Mashariki ya Kati. Hii ni kauli iliyotolewa na mshauri mkuu wa kiongozi mkuu wa serikali ya mapinduzi ya Kiislamu Ayatollah Mujtaba Khamenei, ambaye ameonya kwamba subira ya nchi inaweza kuishi ikiwa nchi za Kiarabu za Ghuba ya Uajemi zitaendelea kutumikia maslahi ya Marekani. Kuyatumikia maslahi ya Marekani kutasababisha mataifa hayo kudhulumiwa kila kukicha. Katika chapisho la Jumamosi kwenye akaunti yake ya ukurasa wa X, Mohamed Mokhber anasema kwamba Iran kwa miaka mingi imekuwa ikiwaona majirani wa Kiarabu wa Ghuba ya Uajemi kama marafiki na ndugu, lakini walichagua kuwa washirika wa maadui wa Iran na Palestina. Rejea ya wazi kwa Marekani na utawala wa Israel kwa kuuza uhuru wao mapema, hata waliweka ardhi na nyumba zao mikononi mwa maadui wa Palestina na Iran, anasema Mokhber katika taarifa hiyo ambayo iliandikwa kwa lugha ya Kifarsi. Iran ilifanya mashambulizi kwenye kambi za kijeshi za Marekani katika nchi za Ghuba ya Uajemi kujibu uvamizi wa Marekani na Israel ulioanza mwishoni mwa mwezi Februari na kusitishwa kama sehemu ya usitishaji wa vita mapema mwezi Aprili. Mataifa hayo ya Ghuba ya Uajemi, hususan Umoja wa Falme za Kiarabu, ambayo yalipata wingi wa mashambulizi ya Iran wakati wa uvamizi wa Marekani na Israel, yameishutumu Iran kwa kukiuka mamlaka yao na kujitawala, huku ikijaribu kuiwekea mashinikizo Tehran kupitia njia za kidiplomasia. Inadaiwa kwamba katika kipindi cha hivi karibuni Umoja wa Falme za Kiarabu unaunga mkono serikali ya Israel, ambapo wakati huu imetengeneza uhusiano wa karibu zaidi na Israel. Hata hivyo, inadaiwa kwamba katika kipindi cha vita, Waziri Mkuu wa Israel Bwana Benjamin Netanyahu alifunga safari akiwa na kamanda mkuu wa jeshi la nchi hiyo, jeshi la IDF la Israel, Eyal Zamir, hadi nchini Umoja wa Falme za Kiarabu. Mokhber anasema katika chapisho lake kwamba Iran ilijizuia wakati wa uvamizi wa hivi karibuni wa Marekani na Israel ili kuepusha shabaha nyingi katika nchi kama vile Umoja wa Falme za Kiarabu kutokana na mashambulizi yake ya kulipa kisasi. Hata hivyo, alionya kwamba subira ya Tehran inaweza kufikia kikomo ikiwa nchi hizo zitaendelea kuwa vituo vya kamandi kuu ya Marekani CENTCOM. Jibu la Jamhuri ya Kiislamu ya Iran kwa ngome zilizokodiwa za CENTCOM katika vita vya hivi karibuni havikuwa vya uhakika, lakini kizuizi hiki hakika si cha kudumu, anasema. Waziri wa mambo ya kigeni Abbas Araghchi ametoa maoni yake kuhusu Umoja wa Falme za Kiarabu kutandaza zulia jekundu kwa Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu katika nchi hiyo ya Ghuba ya Uajemi, huku kukiwa na uchokozi wa Marekani na Israel unaolenga Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Mwanadiplomasia huyo mkuu anasema katika chapisho la X baada ya Waziri Mkuu wa Israel kufichua kuwa alisafiri kufuatia kuanzishwa kwa uchokozi usiokuwa wa msingi mnamo Februari 28. Kwa mujibu wa ofisi ya Netanyahu, Waziri Mkuu huyo wa Israel alikutana na Rais wa Umoja wa Falme za Kiarabu Mohammed bin Zayed Al Nahyan wakati wa safari hiyo. Netanyahu sasa anafichua hadharani kile ambacho vyombo vya usalama vya Iran viliwasilisha kwa uongozi wetu. Uadui wa watu wakuu wa Iran ni kamari ya kipumbavu. Kushirikiana na Israel kufanya hivyo ni jambo lisilosameheka, aliongeza waziri huyo wa mambo ya kigeni wa Iran Abbas Araghchi. Wale walioshirikiana na Israel kupanda migawanyiko watawajibika, anasema Araghchi. Chanzo kinachofahamu mkutano kati ya Netanyahu na Al Nahyan kiliambia shirika la habari la Reuters kwamba wawili hao walikutana mnamo Machi 26 katika mji wa Al Ain katika Imarati ya Dubai karibu na mpaka wa Oman. Kulingana na chanzo, mkutano huo ulichukua masaa kadhaa. Hata hivyo, katika siku za mwishoni za vita, UAE ililipiza kisasi kwa kufanya mashambulizi kadhaa ndani ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, na ndio maana katika kipindi chote cha vita vya Israel na Marekani dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, moja kati ya maeneo mengi yaliyoshambuliwa sana ni pamoja na Umoja wa Falme za Kiarabu ambao ulishambuliwa na Iran. Endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini ni kusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.